بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على هذا النبي المحمود سيرته الذي حين جاءنا بالرسالة لم يبق من شجر ولا حجر إلا تحييه نطقا حين يلقاه، وكلمته جمادات الوجود على علم كأن لها حسا وأفواها. مني السلام على النور الذي ابتهجت به السماوات لما جاز أعلاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Baada ya kumaliza halaka ya kitabu chetu kile Hikbatu min at-Tarikh, hii ni halaka nyingine ya kitabu Ad-Durusu al-Muhimma, na kitabu hiki kimebezi katika masala ya fiqh. Licha kuwa hapa mwanzo shekhe kidogo atazungumza katika tauhid, lakini hasa sehemu kubwa amebezi katika fiqh. Inawezekana tukasema kama wanaochuoni wanavyosema kuwa fiqh ziko mbili, kuna fiqh kubwa na kuna fiqh ndogo. Fiqh kubwa ni aqida, tauhid. Fiqh ndogo ndio hii fiqh ya swala, tahara na mambo mengine. Na mwandishi wa kitabu hiki ni Fadilatu Sheikh Al-Allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi alayhi, ambaye alikuwa ni mmoja katika mashekhe na alikuwa ni mufti katika nchi ya Saudia, lakini pia alikuwa ni mwanachuoni, ndio rais wa kamati inayoitwa Lajnatu Ad-Daima. Alikufa miaka ya 90 huko, ndio alikufa huyu shekhe. Ni katika mashekhe wa zama hizi ambao walibezi mno katika tauhidi. Mmoja katika wanafunzi wake asema, Sheikh Abdul Aziz bin Baz katika moja ya maajabu yake ni kuwa shekhe alikuwa ni kipofu tangu kuzaliwa kwake, lakini wanasema ilikuwa hatuwezi kufanya mjadala naye hata siku moja. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa wanasema sisi marejeo mpaka tukatazame kwenye vitabu, lakini Sheikh Ibn Baz ilikuwa marejeo yake ni wapi? Kwenye kichwa. Alikuwa amehifadhi vitabu na atakachokisema ndicho ambacho utakikuta kwenye vitabu, na alikuwa amebezi mno katika masala ya aqida. Allah mrehemu. Naam. Tangu alipozaliwa alikuwa ni kipofu mpaka anakufa, lakini ameacha ilmu kubwa sana, ameacha ilmu kubwa mno. Moja ya ilmu aliyoacha ndio kitabu hiki ambacho tunachokisoma. Imam Shaida anasema kuna watu ambao ni maiti, wala alimuna wa immatu fa ahya, wanaochuoni hata wakifa wao bado wako hai. Waljahiluna wa in kana ahya fahum amwat, lakini wajinga hata kama wanaishi lakini wao ni maiti, hawataji. Lakini wanaochuoni hata wakifa bado hutaji. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Muqaddima, utangulizi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sifa zote nzuri ni za Allah mlezi wa viumbe wote. Wal aqibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema ni kwa wacha Mungu. Mwisho mwema ni kwa wacha Mungu. Wal aqibatu littaqwa. Wa sallallahu wa sallam, na swala na amani ala abdihi wa rasulihi, imwendee mja wake na mtume wake
nabiyina Muhammadin, ambaye ni mtume wetu Muhammadin, wa ala alihi, na ali zake. Baadhi ya wanachuoni wanafasiri neno ali kwa maana ya maswahaba, wengine wanafasiri kwa maana ya wafuasi wake, kwa maana hata sisi pia tunaingia katika alihi, watu wake, wa ashabihi, na maswahaba zake, ajma'in, wote kwa ujumla. Amma ba'du, ama baada ya hayo, yani baada ya huo mukaddima, fahadhihi kalimatu, haya ni maneno. Yani kitabu hiki alichokiandika Sheikh asema nini? Ni maneno, maana ni mazungumzo. Mujazatun, yaliyofupishwa, fi bayani, katika kubainisha, baadhi ya yale ambayo yajibu, ni wajibu, ayarifahu, kuyatambua, al-amma, watu wote kwa ujumla. Fahadhihi kalimatun mujaza, haya ni maneno yaliyofupishwa. Yani kitabu hiki kimefanyiwa ijazi, kimefupishwa. Kwa nini amefupisha? Sheikh asema fi bayani, lengo lake ni kubainisha, baadhi ma ya yale ambayo yajibu an yaarifahu, ni wajibu kuyatambua mambo hayo, al-amma, watu wengi, yani watu wote kwa ujumla, an dini al-islami, yanayohusu dini ya Kiislamu. Wasamaituha, na nimeyaita maneno haya, yani baada ya kuandika haya maneno aliyoyaandika akayaita, yani akayapa jina. Umeelewana? Akayapa nini? Kwa sababu mtu si akiandika kitabu si anaandika maneno, ukishayaandika unatafuta jina sasa la kuita kitabu chako. Wasamaituha, na nimekiita kitabu hiki ad-durusul muhimma, ad-durusu al-muhimma, zile durusi muhimu kabisa, li'ammati al-umma, ambazo zinawahusu watu wote katika umma huu. Wa as'alullaha, na namuomba Allah tabaraka wa taala, an yanfa'a biha, awanufaishe biha, kwa maneno haya ambayo ameyaandika kwenye kitabu hiki. Wa as'alullaha, na namuomba Allah, an yanfa'a biha, awanufaishe biha, kwa maneno haya yaliyokuwa kwenye kitabu hiki, almuslimina, awanufaishe Waislamu. Wa an yataqabbalaha, na ayakubali maneno hayo, minni, kwangu mimi. Mtu anapofanya amali si anaomba ikubalike? Kwa hiyo Sheikh ameandika kitabu kwa ikhlas kabisa, lakini anaomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa amkubalie amali yake hii aliyoifanya ya kuandika kitabu. Wa an yataqabbalaha, na ayakubali haya maneno ambayo ameandika kwenye kitabu hiki, minni, kwangu mimi. Innahu jawadu, hakika Allah ni jawadi. Jawadu, ukiambiwa jawadu, manake Allah yuko na sifa ya kutoa, kisha ni karimu, ni mkarimu. Kuna hadithi kwenye Bukhari imekuja ya Abdullah ibn Abbas, asema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas, alikuwa mtume ni mkarimu wa watu. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadhan, na anakuwa ni ajwad, manake anatoa sana anapokuwa katika mwezi wa Ramadhani. الدروس المهمة لعامة الأمة. الدرس الأول، درس يكوانسا، سورة الفاتحة،
wa qiswaru suwari, suratul Fatiha na zile sura fupi fupi. Qiswaru suwari, sura fupi fupi. Suwari ni wingi wa neno sura, ni wingi wa neno suratu. Ni sura hii moja, zikiwa nyingi zinaitwa suwar. Kwa hiyo darasa la kwanza linaeleza suratul Fatiha na zile sura fupi fupi ambazo Muislamu anatakiwa kuzijua mapema kabla hujaenda kuisoma Bakara, hujaenda kusoma Imrani, sijui nini. Kuna zile sura fupi fupi ambazo Muislamu anatakiwa kuzijua. Sheikh asema, qala al-muallif rahimahullah, suratul Fatiha, suratul Fatiha, suratu al-Fatiha, wama amkana, na zile zilizowezekana. Suratu al-Fatiha, suratul Fatiha, wama amkana, na zile zilizowezekana, au unaweza kufasiri na zile ambazo zimekuwa. Wama amkana, na zile ambazo zimekuwa. Min qiswari suwari, katika sura fupi fupi. Suratul Fatiha, wama amkana, na zile ambazo pia zimekuwa. Min qiswari, ni miongoni mwa fupi. Asuwari, katika sura. Nikisema hivi sinaeleweka na atafutana. Hebu na tofauti unasogea Nisoma la ngapi? Somo la 5. Hiyo hizi chapa hizi bwana ni zambo na matatizo. Wewe itafuta, yani kwa nini darasa la 5 ipo. Baadhi ya nini zile nini wanaita zile kampuni za kuchapisha. Ndio maana muda mwingine mwalimu anapokuwa na kitabu anakuambia jamani, kanunueni kitabu fulani, yani kwa maelekezo sahihi inatakiwa niwaambie mkachukue chapa fulani, kama ni chapa ya pili au chapa ya kwanza, kwa sababu vitabu vinatofautiana chapa. Inawezekana shekhe ameandika kitabu kwa mara ya kwanza, ameshakitawanya, baadaye anakuja anakipitia tena, anaona kuna vitu anaongeza, anaona hapa nilikosea, anabadilisha, anaweka hiki, anaondosha hiki. Hii inatokea kwa waandishi wa vitabu. Sasa shekhe atuambia suratul Fatiha na zile zilizowezekana katika sura fupi fupi, na zile ambazo zimekuwa ni katika sura fupi fupi. Min surati Zalzala, kuanzia suratu Az-Zalzala ila surati An-Nas, mpaka suratu An-Nas. Zote hizi zimekuwa ni sura fupi fupi, kuanzia suratu Zalzala ila surati An-Nas. Sasa sura hizi Sheikh asema talqinan. Ni nini? Ni talqin. Tukisema talqini maana yake ni kumsomesha, yani ni sura ambazo zinatakiwa umsomeshe mtu. Sio hata kule kwenye tunasema kuna talqini. Huwa mkisikia talqini huwa mnaelewa nini? Ukisikia ile talqini ile ya kule kaburini, kumsomesha maiti au kumsomea maiti? Kumsomesha hapa watamsomeshaje mtu ashakufa? Ni kumsomea. Naam. Wanamtamkisha maiti. Haya, kwa Sheikh asema sura hizi ni talqini, yani ni sura ambazo zinafaa kumfanyia mtoto talqini, kumsomesha. Yule ana talqinan, ni sura za kumsomesha mtu.
mtu labda mislimu au mtoto mdogo, usianze kumsomesha sura zile kubwa kubwa, anza na hizi sura ndogo ndogo. Pameleka hapo. Wa tashihan lilqiraa, lakini pia sura hizi ndizo zinazotumika kufanyia tashihi, kusahihisha kisomo cha mtu. Tashihan lilqiraa, ndio zenye kusahihisha kisomo cha nani? Cha mtu. Yani mtu akitaka awe mzuri kwenye Qur'ani, basi aanze na hizi sura. Akiziweza vizuri huko mbeleni hatopata tabu. Lakini kama sura fupi za kusumbua, hapo atakapasome Bakara itakuwa tatizo. Wa tahfidha, lakini pia ndio sura za kumhifadhisha mtu, ima mtoto au yule aliyesilimu au hata kama hajasilimu. Yani inawezekana ni mtu mzima lakini ndio ameanza kusoma. Unafanyaje? Unaanza na hizi sura kumhifadhi, tahfidha na kumhifadhisha hizi sura. Wa sharhan, lakini pia ziko wazi mno sura hizi. Ukisikia sharhu ni kukisherehesha kitu, maana yake ni kukiweka bayani, kukiweka wazi. Sasa sura hizi ni sharhan, yani ziko bayana, ziko wazi, lima, kwa kile ambacho yajibu, ni wajibu kwa mtu fahamu, kukifahamu. Sura hizi ziko wazi zaidi, lima, kwa kile ambacho yajibu fahamu, ni wajibu kukifahamu. Yani usianze kumsomesha mtu kumpa tafsiri ya Qur'ani kuanzia sura za juu, wakati bado sura fupi fupi hizi zipo. Hizi ndizo ambazo ziko wazi zaidi kwa mtu kuzijua kuliko ukimwanzia na sura zile ambazo ni kubwa. Hiki ni kifungu cha kwanza ambacho Sheikh amekiweka hapa. Mwongozo huu anautoa kwa mtu ambaye anataka kusoma na yule pia anayetaka kusomesha. Unapokuwa mwalimu lazima uwe na njia za kusomesha, fahamiana, lakini pia ukiwa mwanafunzi lazima ukubali kufuata njia za nini? Za kusoma, njia za mwalimu. Kuna mtu inawezekana mbele kusoma, ukimwambia sasa ndio tuanze bwana suratu al-Ikhlas, utasema Sheikh tuanze Bakara bwana. Sheikh utakuweza huko? Tuanze huko. Yeye anaona ni raha kiambiwe kwa suratu al-Bakara. Mtu anaona ni raha, lakini hapana. Ukianza huko chini ni rahisi zaidi, kwa sababu yani kwa mujibu ile Qur'ani ilivyo, ile kumila chini huku ni rahisi kuliko kumila katikati na ile kumila mwisho. Kama mtu akianzia kule mwisho katikati humu, yani kule mwisho, alafu huku mwanzo kusoma chochote kabisa, atapata tabu kidogo, atahangaika. Tofauti na akiwa ataanza hizi sura fupi fupi kuhifadhi na nini, hizi ni nyepesi. Ad-darsu athani, arkanu al-islami, nguzo za Uislamu. Arkanu al-islam, nguzo za Uislamu. Bayanu arkani al-islami al-khamsa, mlango huu unabainisha nguzo za Uislamu ambazo ni ngapi? Ni 5. Darasa hili. Wa awwaluha, na ya kwanza kabisa katika hizi nguzo, wa a'dhamuha, na kubwa zaidi katika hizi nguzo 5, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, na kuwa Muhammad ni mjumbe wa Allah. Bisharhi maaniha, kwa kubainisha maana yake, au tukasema hivyo kwa Kiswahili ambacho tumezoea, kwa kusherehesha maana yake. Yani mtu asitamke tu shahada hali ya kuwa hajui maana yake, aitamke kwa kujua nini maana yake, kwa hapa hili neno lina maana gani, lina makusudio gani. Mabayani
pamoja na kubainisha shuruti, sharti za la ilaha illa Allah. Lakini hapa Sheikh ametaja vifungu viwili. Kifungu cha kwanza ni sharhi maaniha ma bayani shurutiha. Yeye hapa ametaja, lakini atakuja kueleza maana zake na shuruti zake. Lakini kwa mtu ambaye anatamka shahada, anatakiwa pia atamke shahada hali ya kujua maana yake na hali ya kujua nini shuruti zake. Ni zipi sharti za kutamka la ilaha illa Allah? Kama walivyoeleza wanachuoni kuwa kwamba kuna ilmu, kuna al-yaqin na mfano wake, kama Sheikh atakavyokuja kueleza. Naam. Kwa hiyo katika kumsilimisha mtu katika kumtamkisha shahada, ni kwa maelezo Sheikh alitoa, inabidi mtu aanze kumfahamisha kwamba hii maana yake ni hapo. Baada ya hapo ukishamfahamisha ndio unamtamkisha. Ni vizuri, lakini wanachuoni wanasema mtu akija akikwambia anataka kusilimu, muda huo huo msilimishe, tamkishe shahada. Baada ya hapo sasa mwekee wazi. Inawezekana muda huo unaanza kusherehesha, sasa shekhe, shuruti za la ilaha illallah ni hizi na hizi. Huyo jamaa akafa kabla hujamtamkisha, yeye anakwenda wapi? Anakwenda motoni. Kwenye kitabu Fathul Mu'in katika mlango wa ar-ridda, mwanachuoni ule Ahmad Zainuddin anasema katika moja ya vitu ambavyo vinamtoa mtu kwenye Uislamu ni pale ambapo amejiwa na mtu, amejiwa na kafiri, akamwambia shekhe, nataka kusilimu. Halafu akamwambia subiri kidogo shekhe, niingie chooni, subiri kidogo nikaswali, subiri kidogo nimalizie kula. Unakufuru, unakuwa kafiri, kwa sababu ule muda ambao unatumia kumwambia hebu subiri kidogo, huu muda huu maana yake umeridhia awe nani? Awe kafiri. Kwa hiyo nawe unakuwa kafiri. Kwa hiyo mtu akija tu kwa shekhe nataka kusilimu, hapo mwambie la, kusema la ilaha illa Allah. Ama sasa shekhe subiri kidogo na nini? Unakuwa unamcheleweshia muda na kifo kinakuja muda wote. Kwa hiyo shekhe hapa asema kubwa zaidi ni kushuhudia la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah bi sharhi maania, kwa kusherehesha nini maana zake. Maana yake shekhe hapa chini atakuja kusherehesha maana zake za hii shahada, mabayani pamoja na kubainisha shuruti za la ilaha illa Allah. Tuko pamoja, ili mtu atambue, ajue maana yake na shuruti zake. Wa amma maanaha, wa maanaha na maana yake. Maana ya nini? Ya shahadatu la ilaha illa Allah. La ilaha, hili neno la ilaha nafiyan, hili neno hili la ilaha maana yake Sheikh asema nafiyan ni lenye kukanusha jamia yote ma ambayo yuubadu, yenye kuabudiwa min dunillahi, kinyume na Allah. Ukisema la ilaha maana yake hakuna Mungu. Kwa hiyo hapo nafiyan umekanusha jamia vyote ma ambavyo yuubadu, vinavyoabudiwa min dunillahi, kinyume na Allah. Ukisema la ilaha hakuna Mungu. Illa Allah muthbitan, hapa unathibitisha al-ibadata, unathibitisha nini? Ibada lillahi, kuwa ni ya Allah wahdahu, peke yake, la sharika lahu, ana mshirika. Tumeona wanachoona wanasema hili tamko liko na nguzo hizi mbili, an-nafyu wal-ithbat, kukanusha na kuthibitisha. Kama mtu atasema tu la ilaha, bado hajawa Muislamu. Kama mtu atasema tu illa Allah bila kusema la ilaha, bado hajawa Muislamu. Lazima akanushe na athibitishe. Muda huo shahada yake inakuwa imekubalika. Mimi nadhani tutawakafu hapa, tutakuja kuendelea katika halaka ifuatayo. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
na zile zilizowezekana. Mtu mmoja wa balagha anasema khairul kalami qalilul hurufi kathirul qutufi balighul athar. Maneno mazuri, khairul kalami, maneno mazuri, qalilul hurufi, ni yale ambayo herufi zake ni kidogo. Kisha akasema kathirul qutufi, lakini yako na faida nyingi, unachuma sana. Halafu ni balighul athar, lakini yanaathiri mno kuliko maneno mengi, lakini faida yake inakuwa ni kidogo. Kwa hiyo hapa watu wapata nafasi ya kufanya muraja, kwa sababu al-afhamu takhtalifu, uelewa na ufahamu una tofautiana. Kuna wengine hapa tayari ni ile chupa ya chai shaja inawezekana hivyo. Naam, hiyo tutawakafu hapa kuja kuendelea kesho inshallah.